nzima ya kile ambacho kilikuwepo msimu uliopita. Imekuwa ni rahisi sana mashabiki kumsahau Jean Charles wa MVP wa msimu uliopita. Ni rahisi sana kwa hivi sasa watu wamemsahau Steven Dese Mukwala ambaye alifunga mabao karibia 13 msimu uliopita. Kwa nini? Kwa sababu wanachokipata kwa Chama ni mara mbili ya vile ambavyo walikuwa wanavipata kutoka kwa hao wachezaji. Kwa hiyo binafsi nafikiri kwamba Chama anahitaji pongezi kubwa sana. Anaendelea kuzijaza zile tuzo za TFF. Anaondoka na tuzo tena. Amefunga na ametoa assist. Kwa hiyo unaona sio mchezaji wa kawaida, ni mchezaji ambaye kila timu inatamani kuwa naye. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba labda ni bomu lilikuwa mochwali, Simba amelilipua, lakini tupongeze pia jitihada na ubora wa wachezaji ambao Simba yuko nao. Morris Abraham bao la kwanza. Nadhani hili ndio bao lake la pili akiwa na Simba. Ni nyakati ambazo kila mchezaji huwa anazitamani zitokee zaidi. Inawezekana ukapitia wakati mgumu namna gani ya kupata nafasi ama imani ya kuanza, lakini pale unapopewa imani nini ambacho unakifanya? Alichokifanya ni kile ambacho kila mchezaji angetamani kuweza kukifanya. Na hii inaendelea kumjenga ama inajenga imani kwa kocha kuona kwamba anapaswa sasa kumpa imani ama kumpa nafasi ya kuendelea kufanya kile ambacho amekifanya kwenye mchezo wa leo. Na mimi binafsi kwa mchezo wa leo ningeshangaa singepata nafasi ya kucheza, sababu ulikuwa ni mchezo wa kawaida sana. Mchezo ambao unaona hata baada ya Simba kupata mabao, rotation ambayo ameifanya, amewatoa baadhi ya wachezaji kama kina Tule, Chama leo ametoka, amepewa imani wachezaji wengine kuweza kuonyesha kile ambacho wako nacho. Kwa nadhani kazi kubwa ambayo imefanyika kipindi cha kwanza ndio imetoa ama imekuwa mwanga na mstari kwa wachezaji wengine kuweza kupata nafasi ya kucheza leo. Selemani Mwalimu, watu bado wanamlaumu licha ya kufunga, lakini bado kuna madhaifu anayoonyesha. Dakika za mwanzoni kabisa anakosa penalty. Sahihi, lile penalty ama ile penalty angeikosa ile. Kama ndo angeikosa kwenye kombe la Muungano siku ile, ndugu yangu kazi ingekuwa ngumu sana kwake. Of course. Lakini inawezekana isizungumzwe kwa ukubwa kwa sababu amekosa dhidi ya Tanzania Prison na amekosa, lakini pia timu imeondoka na ushindi. Na katika huo ushindi pia kuna goli ambalo pia amelifunga. Kwa hiyo ni goli ambalo alipaswa kulifunga kwenye mazingira yapi? Kama angekosa ama kama ambavyo amekosa ingekuwa ni dhidi ya Yanga ama lingekuwa ndo goli ambalo linawapa alama 3, inawezekana lawama zingekuwa ni nyingi sana, lakini inawezekana lisizungumzwe sana lile tukio kwa sababu ni mechi dhidi ya Tanzania Prison na ameondoka na ushindi Simba wa goli 4 na yeye pia mwenyewe amefunga. Kwa hiyo hatutomwataki sana ama watu hatomzungumza sana, lakini anapaswa kuendelea kuboresha ile kiu ama uwezo wake wa kuweza kufunga. Bado uko chini sana kulinganisha na mahitaji ya Simba. Kuna nyakati utopata nafasi nyingi za kufunga. Kwa mfano ile nafasi ingekuwa inaamua pointi 3 Simba, watu wangemzungumza vibaya sana. Kwa hiyo anapaswa kuendelea kuboresha ili kuendelea kujenga kwenye nafasi nzuri ya yeye kupata imani ya kuanza na kujiondoa kwenye midomo ya watu kwa vitu ambavyo havina ulazima. Ismail Tule naye pia leo ameingia kambani. Nadhani tunamtaja sana Lucien Deroko kwa sababu ya ubora na utulivu ambao amekuwa nao kwenye eneo lake, lakini kuna mtu muhimu sana ambaye tunamsahau, Ismail Tule. Binafsi na enjoy sana kumtazama. Ni mchezaji ambaye ana mambo mengi ndani ya uwanja. Atakulazimisha wewe kuendelea kumfuatilia, ule utulivu, timing yake, lakini uwezo wake wa kufika kwenye matukio. Ni moja kati ya center back bora ambao Simba amewapata. Baada ya kuumia Wilson Nangu, binafsi niliamini kwamba Simba inawezekana kaa kwenye nyakati ngumu. Lakini kumbe jicho la Steven Becker lilishaona mbali sana kumhitaji Ismail Tule. Amekuwa na nyakati bora sana, sio tu kwenye kufunga, lakini unaona hata nafasi ambayo anaicheza amekuwa akifanyia vizuri kabisa, anaifanyia kazi. Kwa hiyo binafsi nafikiri anahitaji pongezi kubwa sana. Yusufu, Vedastus Masinde leo amekuwa ni miongoni mwa chaguo la kocha. Pengine na kipi cha kumzungumzia kutokana na performance? Amekuwa na kiwango bora sana na nafikiri moja kati ya eneo ambalo Simba msimu alifanya maamuzi sahihi kwa utulivu mkubwa ni kwenye hilo eneo. Tazama wachezaji wote ambao wapo kwenye hilo eneo wamekuwa na kiwango bora sana. Sio tu Mbegu, sio Masinde, hata kina Lucien Deroko naona wamekuwa na wakati bora sana. Kwa hiyo binafsi nafikiri ni maamuzi ambayo Simba waliyafanya mwanzoni mwa msimu na katikati pia mwa msimu, kwa maana lisha dogo walijua aina wachezaji ambao wana asilimia ya kuitumikia Simba kulingana na kile ambacho wako nacho. Kwa hiyo muhimu unapomsajili mchezaji kwanza lazima uzingatie mahitaji. Asajili tu mchezaji kwa sababu labda ana umbo zuri la center back ama ni mrefu ama ana luka sana. Kwa hiyo ni namna tu ya kuangalia mahitaji ya timu ambayo
uko nayo na aina ya wachezaji ambao wanaendana na mfumo unaotumia ndio inaweza ikakufanya kuwa na wachezaji muhimu. Tazama wachezaji wote ambao wamesajiliwa dirisha dogo kwa msimu huu wamekuwa na impact kubwa sana kwa kikosi cha Simba. Kwa hiyo binafsi nafikiri tunahitaji pongezi kubwa sana scout ya Simba na uongozi wa Simba kwa ujumla, wamefanya kazi yao vizuri. Steve Barker amekuwa na mwendelezo wa kuamini vijana. Pengine nadhani anaona kitu gani kwa vijana ndio maana ndio kuamini. Kwanza hii inamsaidia pale ambapo wale senior anawakosa, kama ilivyotokea kwa mchezaji kama Anset Oula. Ingekuwa ana ile imani ya kuwapa wachezaji kama kina Neo Maema ama kina Elim Panzu, kina Loemba, ile imani ya kuwa wanaanza, maana yake katika mechi ambazo Loemba ama kwa maana mechi ambazo Anset Oula amekosekana, angekuwa kwenye wakati mbaya wa kuamua nani aanze. Na inawezekana ukafanya maamuzi ya kumwanzisha huyo mchezaji ambaye una imani atakupa kitu kizuri, akaingia kashindwa kukupa kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo ile tabia ya kuwa na wapo wachezaji imani ya kucheza, manake inamjengea ile inamjengea upana wa kikosi, lakini pia kujua ni kipi ambacho nakipata kwa Neo Maema, ubora na madhaifu yake, namna gani ambavyo naweza kuyatumia kama faida kwenye kikosi changu. Kwa hiyo nafikiri ni moja kati ya makocha ambao wanakuwa na muendelezo wa kile ambacho Fadlu Davis alikuwa anakifanya. Anastahili pongezi kwenye hili. Yusufu Alikamo jana alizungumza kabla hujamfananisha Chama, pia kuna Alan Okello. Jana Okello alifunga mabao mawili, akasema nilikosea kumfananisha Chama pasipo kumtaja Alan Okello. Mwamba bado anaendelea alipoishia Mwamba Lusaka. Unalipi la kumwambia Alikamo? Yuko sahihi. Yeye ni msemaji wa Yanga. Usitegemea atakwambia in positive way kwa upande wa Simba. Atazungumza kwa kuvutia upande wake. Yes, amepongeza, ameheshimu ubora wa Chama. Mbali na kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepita Yanga, lakini akuwa na nyakati bora, lakini ametambua na kuheshimu hilo. Alichokisema jana, amekwambia kama tutamtafuta Chama kwenye engo yake, tukimzungumza Chama kwenye upande wake, basi hakuna mchezaji ambaye anamfikia. Lakini tukija kumlinganisha Chama na Oula, kwa maana na Okello, hapo ndo shida ilipo, kwamba yeye anaamini kabisa tukimlinganisha Okello na Chama, Okello ni bora zaidi ya Chama Clatous. Of course kwangu mimi wote ni wachezaji wazuri, na ingetokea hawa wachezaji wakacheza timu moja kama ambavyo ilikuwa inazungumzwa mwanzoni mwa msimu ama nyakati za dirisha, Simba walikuwa wanamhitaji Okello, wangefanikisha ile dile, nafikiri ingekuwa miongoni mwa timu ambayo ina mabao mengi sana kutokana na sifa za wachezaji. Kwa hiyo kwangu mimi wote ni wachezaji wazuri ambao wanajua nini ambacho wanakifanya. Sitaki kumlinganisha Chama na Okello, lakini natambua ama naheshimu ubora wa kila mmoja katika nyakati zake. Wote ni wachezaji wazuri. Tuna imani sana katika kile ambacho wanakitoa, ni wachezaji ambao wanajua nini ambacho wanakifanya. Faida ambayo Okello anayo, ni mchezaji kijana, bado ana muda mwingi sana wa kudhibitisha kile ambacho yuko nacho, tofauti na Chama ni kama umri unaenda na nyakati na ubingwa bado. Ya ubingwa bado, kama Simba angeweza kupata sare kwa mchezo wa leo ama angepoteza, inawezekana tungeanza kuzungumza tofauti, lakini kwa namna ambavyo ameshinda, naamini bado kila mmoja ana nafasi ya kufanya vizuri. Shukrani. Asante.